Rasmi klabu ya Radomiak Radom ya Poland imemuaga rasmi mshambuliaji Depo, huku ikiwajuza mashabiki wake kuwa imemuuza kwenda kwa mabingwa wa Tanzania Young Africans. Muda wowote kuanzia leo Depo atatambulishwa Yanga. Laurindo Depo, huyu ni mchezaji ambaye muda wowote kuanzia sasa anaweza kutambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa Young Africans Sport Club Yanga, moja ya klabu kubwa zaidi ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini kabla ya kufika pale alipofikia leo, kuna safari ndefu, kuna jasho, kuna subra na kuna ndoto kubwa iliyobebwa na kijana huyu tangu akiwa mdogo. Laurindo Depo ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepanda chati ya soka la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara kwa kasi kubwa sana. Ametoka kwenye mazingira ya kawaida kabisa, akipitia hatua zote za chini za ukuaji wa soka, akijijenga taratibu bila kelele nyingi. Lakini leo hii jina lake linatajwa kwenye meza za viongozi wa klabu kubwa, likihusishwa na usajili wa maana unaoweza kubadilisha sura ya kikosi cha Young Africans. Depo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza nafasi za ushambuliaji, akiwa na kasi, nguvu, akili ya mchezo na uwezo mzuri wa kufunga pamoja na kutengeneza nafasi kwa wenzake. Kinachomtofautisha na wengi ni ule uwezo wake wa kusoma mchezo haraka, kujua lini apige pasi, lini mshambuliaji wa kukaa tu ndani ya box, bali mshambuliaji wa kisasa anayeshuka kati, anayecheza kwa timu na anayepanda kuwajibika. Safari ya Laurindo Depo kwenye soka haikuwa nyepesi kama ilivyo kwa wachezaji wengi wa Kiafrika. Alikuwa akicheza kwenye viwanja vya vumbi bila viatu vya kisasa, lakini akiwa na ndoto kubwa moyoni. Alijua soka linaweza kuwa njia ya kubadilisha maisha yake na familia yake, na hilo ndilo lilomfanya awe mchezaji mwenye nidhamu kubwa na kujituma kupitia kiasi. Kila mazoezi, kila mechi, kila nafasi aliyopewa aliichukulia kama fursa ya kipekee. Kadri miaka inavyokwenda, Depo alianza kuonekana zaidi, akaanza kupata nafasi kwenye timu zenye ushindani mkubwa, akionyesha uwezo wake wa kufunga magoli muhimu, kubeba timu wakati wa pressure na kuwa mchezaji wa kuaminiwa kwenye mechi kubwa. Hapa ndipo macho ya maskauti yakaanza kumwangalia, ndipo jina lake likaanza kutajwa kwenye duru mbalimbali za soka Afrika. Na sasa tumefika kwenye hatua ambayo Laurindo Depo yuko mlangoni kujiunga na Young Africans, klabu ambayo historia yake imejaa mafanikio. Mashabiki wake ni miongoni mwa mashabiki wakubwa na wenye pressure Afrika, na matarajio kwa mchezaji yeyote anayevaa jezi ya kijani na njano huwa ni makubwa sana. Yanga si klabu ya kuja kujifunza, ni klabu ya kuja kushinda, kuleta tofauti na kuacha alama nzuri. Kwa nini Yanga wamemhitaji Laurindo Depo? Jibu ni rahisi na wakati huo huo ni pana. Kwanza, Yanga wanaangalia kuongeza ubora wa kikosi chao, hasa kwenye eneo la ushambuliaji, ili kuendelea kutawala ligi ya ndani, pia kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa kama CAF Champions League. Depo ana sifa zinazofaa kabisa falsafa ya Yanga ya kucheza soka la kasi, kushambulia kwa nguvu na kutumia wachezaji wenye njia ya mafanikio. Pili, Depo ni mchezaji ambaye bado ana umri unaomruhusu kukua zaidi. Hii ina maana Yanga hawapati tu mchezaji wa leo, bali pia mchezaji wa kesho, mchezaji ambaye anaweza kuuzwa baadaye kwa soko kubwa zaidi na kuingiza klabu mapato makubwa, kama ambavyo Yanga wamekuwa wakifanya kwa mafanikio makubwa miaka ya hivi karibuni. Lakini pamoja na ubora wote huo, kuna changamoto kubwa inayomsubiri Laurindo Depo pindi atakapotambulishwa Yanga. Changamoto ya kwanza ni pressure ya mashabiki. Mashabiki wa Yanga hawapendi kusubiri sana, wanataka matokeo hapa na hapa, wanataka kuona magoli, wanataka kuona juhudi, wanataka kuona mchezaji anayepigania jezi. Depo atalazimika kuzoea haraka mazingira haya ya kuonyesha kuwa anaweza kubeba uzito wa jezi ya Yanga. Changamoto ya pili ni ushindani ndani ya kikosi. Yanga wana wachezaji wengi wazuri wenye uzoefu na wenye njia ya mafanikio. Hii ina maana hakuna nafasi ya kulala. Kila mazoezi ni vita, kila mechi ni ushindani. Lakini kwa upande mwingine, hii pia itamsaidia Depo kukua haraka zaidi na kufikia kiwango cha juu zaidi kwa soka lake. Endapo Laurindo Depo akatambulishwa rasmi Yanga, mashabiki wanapaswa kuelewa kuwa mchezaji yoyote mpya anahitaji muda wa kuzoea.
Anaweza asianze kwa kufunga magoli mengi mara moja, lakini kinachotakiwa kuangalia ni mchango wake kwa timu, juhudi zake uwanjani, nidhamu na namna anavyojifunza. Wachezaji wakubwa wote duniani walipitia hatua hii. Kwa Depo binafsi, huu ni wakati wa ndoto kutimia. Kujiunga na klabu kubwa kama Yanga ni fursa adimu sana. Ni jukwaa kubwa la kuonesha uwezo wake Afrika na hata duniani. Ni nafasi ya kuandika historia yake mwenyewe. Kuwa miongoni mwa majina yatakayokumbukwa na mashabiki wa Yanga miaka mingi ijayo. Na kwa Yanga, huu unaweza kuwa usajili wa kimkakati sana. Usajili ambao utaongeza nguvu ya kikosi, ushindani wa ndani na kiu ya ushindi. Ikiwa Depo atapata mazingira mazuri, support ya mashabiki na kujiamini, basi hakuna shaka anaweza kuwa mchezaji muhimu sana kwenye mafanikio ya klabu hii. Kwa sasa macho na masikio ya mashabiki yote yako kwenye tangazo rasmi. Kila saa inayopita inaongeza hamu na pressure. Lakini jambo moja ni la uhakika: endapo Laurindo Depo atavaa jezi ya Yanga, basi safari mpya inaanza, safari iliyojaa matumaini, changamoto na ndoto kubwa za ushindi. Na hapa ndio mwisho, na swali la kujiuliza: je, Laurindo Depo atakuwa jibu la changamoto za Yanga? Je, ataweza kuhimili presha mashabiki wa Jangwani na kuandika historia mpya? Haya yote ni maswali ambayo muda ndio utatupa majibu. Kama wewe ni shabiki wa soka, mshabiki wa Yanga au mpenzi wa maendeleo ya vipaji vya Afrika, basi ni wakati wa kusubscribe, kulike na kushare video hii ili ujumbe wafikie wengi zaidi. Acha pia maoni yako hapa chini. Unadhani Depo ataleta mabadiliko gani Yanga? Hii ni Malkia wa Soka. Nitaendelea kuletea uchambuzi, historia na habari nzito za soka bila kuchoka. Asante sana kwa kutazama mpaka wakati mwingine tena. Endelea kuipenda soka, endelea kuishi ndoto za ushindi hadi wakati mwingine. Bye bye. Mimi ni Queen Liz.